A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ikiwa bado tunazungumzia na tunaingia polepole kwa sheria Mwenyezi Mungu, na tuliona kwamba alqawanin, kanuni ambazo kwamba ni zimetayarishwa na wanadamu hazina ukamilifu, bali kila siku zitahitajia mabadiliko, na zenyewe hizi kanuni ni juzia, yani zinaingia sehemu na sehemu haziingii, na sana sana pia zinazalishwa na dhurufu, zinazalishwa na hali fulani, na kwa maanisha kwamba ikiwa hizo dhurufu hazita kuwepo, inamaanisha kwamba hizo qawanin ambazo kwamba ni za wadhiia, ambazo kwamba wanadamu ndio wamekuwa wametayarisha, hazita kuwepo. Kwa hivyo ala kuli hal, saizi tunaanza kuingia polepole kwa kanuni ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na nukta ambayo kwamba tulikuwa tunataka tuongee katika kikao hiki ni umuhimu wa elimu ya kidini, na tutatumia kitabu ambacho kwamba kimeweza kutarjumiwa ama kuandikwa na mmoja wa mashekhe zetu inshallah taala, na ameweza kutarjumi hiki kitabu kinachoongea kuhusiana na sheria Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa lugha ya Kiswahili. Anasema umuhimu wa elimu ya kidini. Kabla ya aingie moja kwa moja katika hiyo nukta, anasema tatizo kubwa la mataifa mengi anaanza kuingia na kuelezea matatizo ambazo kwamba mataifa mengi zinazo, ni kwamba ya kwanza ni kupuuza maadili ya kiroho, yani malezi ya kiroho. Saizi taifa nyingi sana tunaona zimekuwa ni zenye kuzipuuzilia mbali na kuziweka mbali, yani taifa nyingi sana saizi zinakuwa zenye kupuuzilia. Kano na taifa, hata jamii zinakuwa ni zenye kupuuzilia malezi ambayo kwamba ni malezi ya kiroho. Alafu ya pili, kuwekeza zaidi katika elimu ya kisayansi bila kuunganisha na mafunzo ya kiimani. Na ni kweli ni nukta muhimu sana kwamba tunaona nchi nyingi saizi zinakuwa ni zenye kuwekeza, yani zinajitolelea zaidi kutoa elimu za kisayansi na zinawachilia mbali elimu za dini. Hata tukirudi katika mazingira ambazo kwamba sisi tunaishi ni hivyo hivyo. Sasa ikiwa nchi zitakuwa zenye kufanya hivyo, inamaanisha pia jamii nyingi zinajisacrifice upande huo, zinasukuma watoto wetu katika mashule zaidi, katika masala, yani katika masomo za kisayansi ambayo kwamba ina umuhimu wake, na kuacha sheria za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kusahau zile sheria ambazo kwamba ni muhimu zinazowasaidia. Maana hizi kanuni, hizi elimu ambazo kwamba ni za kisayansi zinafungamana moja kwa moja na sheria ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na hakuna vile zinakuwa ni zenye kuachana. Kama sehemu ya rasilimali ingewekezwa katika kuimarisha malezi ya kidini sambamba na elimu ya kisasa, jamii ingeepukana yani, lau nchi zetu, lau jamii zetu zingekuwa ni zenye kuimarisha malezi ya kidini, yani zingekuwa ni zenye kuimarisha, zenye kusukuma watoto na kusukuma vijana, kusukuma jamii kwa ujumla katika kusoma elimu ya dini, jamii haingekuwa na vitu kadhaa. Jamii ingeepuka mambo kadhaa. Ya kwanza, vita visivyoisha, yani lau wangekuwa ni wenye kuwatuma watoto wetu, yani au nchi zingekuwa ni zenye kutilia umuhimu sana masomo za kidini, wangekuwa ni wenye hawangekuwa ni wenye kuingia katika vita. Lakini
baada ya nchi nyingi kutoyatilia umuhimu masomo za kidini, basi vita inakuwa ambapo kwamba ni vita haviishi. Ya pili, uovu wa kijamii. Uovu wa kijamii saizi tunaona imekithiri. Jamii inakuwa ni ovu, inakuwa haina imani na jamii nyingine, watu wanakosa imani. Tunaona mauaji ambazo kwamba ya halaiki tu ya watu kila siku, kila kuchao, vifo vya ghafla na vitu kama hivyo. Alafu migawanyiko ya kibaguzi na kitabaka saizi imeendelea sana, yani watu wanabaguana kwa sababu tu ya sababu fulani, kwa sababu ya tabaka fulani, tabaka hii wanawadharau tabaka hii na vitu kama hivyo. Kwa hivyo, lakini lau nchi nyingi zingekuwa zinatilia umuhimu wa masomo na mafunzo ya dini, ambayo kwamba yale mafunzo ya dini ndani yake kuna sheria ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Nukta hizi tatu ambayo kwamba tumetaja, nayo ni vita visivyoisha, uovu ya kijamii na migawanyiko ya kibaguzi na kitabaka, havingekuwepo. Ndio maana anaendelea anasema, elimu ya kidini hapa hayamaanishi kurudia maneno kwa midomo au kufuata mila bila tafakari, bali ni kuimarisha imani ndani ya nafsi kiasi kwamba inakuwa sehemu ya dhamiri, hisia na maamuzi ya mtu. Yani wakati ambao kwamba tunasema elimu ya dini hayamaanishi kwamba tu ni maneno kwa mdomo inabaki tu, la, bali ni matendo ya mtu. Matendo ya mtu inakuwa ndo dini yake. Mtu atakaposoma vizuri sheria Mwenyezi Mungu, inamaanisha sheria itamwathiri. Inamaanisha kama ataingia katika fiqhi vizuri, fiqhi itamwathiri. Inamaanisha kwamba hata kama sio 100% atakuwa anaishi na sheria Mwenyezi Mungu, lakini inamaanisha kwamba 60% atakuwa anaishi na sheria Allah Subhanahu wa Ta'ala, na hii itakuwa ni hatua kubwa tena zaidi. Lakini saizi tunataka, baada ya kumaliza nukta hiyo, mukaddima hiyo au utangulizi huo, kuna utangulizi pia wa pili ambaye kwamba ni unwani ya dini na sayansi. Wengine hudhani kuwa dini inapingana na sayansi ya kisasa, lakini ukweli ni kwamba watu wengi sana, wakati ambao kwamba utawatajia dini, wanafikiria kwamba hawa sasa wanataka dini na sayansi tuiweke kando, teknolojia tuiweke kando, maendeleo ya kisasa tuiweke kando, wakati ambao kwamba hiyo fikra ni fikra duni tena zaidi. Lakini anasema kwamba ukweli ni kwamba, nukta ya kwanza, sayansi imeondoa vikwazo vingi vilivyokuwa vinazuia uelewa wa ukweli wa dini. Yaani saizi wanasayansi kadiri wanavyoendelea na iktishafat na uvumbuzi wa mambo mengi sana, wanaona mambo mengi Uislamu imebeba, Qur'an imebeba na sheria ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala imebeba, wakati kwamba mwanzo kabisa, kabla ya kuanza uvumbuzi wa mambo mengi yani fikra ilikuwa ni kwamba la, kuna mipaka baina ya elimu ya dini na sayansi. Lakini kumbe baada ya kuendelea wanaona la, kumbe sio hivyo, na inshallah taala tatbiqat tutaileta mwisho wa hizi darasa inshallah taala. Ya pili ni kwamba historia inaonyesha kuwa ustaarabu wa Kiislamu ulipata nguvu kubwa baada ya kushikamana na mafundisho ya dini. Yani wakati tutakaporudi katika historia, tunaona kwamba Uislamu ulikuwa ni yenye kupata nguvu kubwa tena zaidi baada ya kushikamana na mafundisho ya dini. Maana mtu hawezi itwa tu Muislamu au Uislamu hawezi itwa tu Uislamu isipokuwa baada ya kupatikana zile sheria za Mwenyezi Mungu ambazo kwamba ni sheria za ukweli, ambazo kwamba ni sheria za kutoa maslahi kwa wanadamu, ni sheria za kumsaidia mwanadamu, ni sheria za kumlinda huyo mwanadamu. Kwa mfano,
Waarabu waliokuwa katika hali duni ya kielimu na kiuchumi waliinuka kwa kasi baada ya kuipokea Uislamu na wakawa na nguvu kubwa duniani. Waarabu ambao kwamba walikuwa wanakataa kabisa katukatu kwamba hii dini ya Kiislamu imekuja kutuvurugia thakafa yetu, dini ya Kiislamu imekuja kutuvurugia utamaduni wetu. Lakini kumbe wakaona baadaye, la, kumbe si hivyo. Uislamu ina zaka, Uislamu inampatia kila mtu haki yake, Uislamu unalazimisha watu kusoma kila wakati na kila siku, na in fact katika Uislamu kusoma ni wajibu na aini. Kusoma ni lazima kwa kila mmoja wetu kuelewa masala ambazo kwamba zinahusiana na yeye za kisheria kila wakati na kila siku. Uislamu unaharamisha uwizi, Uislamu unaharamisha uwaji. Baada ya Waarabu hawa kuisoma vizuri Uislamu na kuielewa, wakaanza kukumbatia. Kukumbatia kivipi? Wakaukubali, na baada ya kukubali wakaona kumbe kila Uislamu inapatia kila mmoja haki yake, inampatia mnyonge haki yake, inampatia yule ambaye kwamba ni kawi haki yake. Sasa mpaka kila wakaanza kujihisi kwamba na kumbe Uislamu sisi wote ni kitu kimoja. Huyu anaoa kwa huyu, huyu anaoa kwa huyu, yule anaoa kwa yule. Kumbe Uislamu ni hivi. Kuna zaka, kuna khums, kuna nini, kuna sadaka. Huyu akiwa na sadaka yake anatoa kwa huyu kwa kiasi ambacho kwamba jamii inainuka kwa haraka, biashara inakuwa ni ya halali, hakuna masala na riba, hakuna kuibiana, hakuna nini. La, Waarabu wakaona kumbe hii ndio dini, na ndio maana wakaikumbatia kwa haraka zaidi. Kwa hivyo hakuna mgongano baina ya dini na sayansi, kwani ni kitu kimoja, na Uislamu imeshamili yote. Katika kumalizia, katika khulasa ya mukaddima ambayo kwamba tumechukua ni kwamba binadamu kwa maumbile yake anahitaji mwongozo wa juu kuliko sheria za kibinadamu. Yani tangu tuanze katika bahath, katika uchambuzi wa alqawanin alwadhi'iyya mpaka hapa ni kwamba tumefahamu kwamba mwanadamu kama mwanadamu anahitajia mwongozo ambao kwamba uko juu kuliko sheria za binadamu. Yani kwa kumaanisha kwamba naam, hizi sheria za kibinadamu atakuwa ni mwenye kuzitegemea, lakini kuna sheria ambazo kwamba iko juu ya sheria mwanadamu, ambayo kwamba lau atakapotaka kufanya tatbiq, yani atakapotaka kufatisha hizi kanuni zake yeye mwenyewe, atakuwa anategemea zile sheria za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na hizi alqawanin alwadhi'iyya zitakuwa zinaendamana sambamba na kanuni za kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ya pili, kwamba sheria Mwenyezi Mungu inagusa nafsi, si vitendo vya nje tu. Yani sheria Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala inaingia moja kwa moja kwa nafsi ya mwanadamu, inamwambia mwanadamu, mimi na nafsi yako hatuachani. Yani kwa kumaanisha kwamba ukitaka kuiba ujue kwamba ni makosa, ukitaka kuvuka mpaka ya wenzako ujue ni makosa, ukitaka kufanya hivi ujue ni makosa. Wakati ambao kwamba alqawanin alwadhi'iyya si hivyo. Alqawanin alwadhi'iyya yani kanuni za mwanadamu alizoziandaa mwenyewe, haishughuliki na nafsi ya mwanadamu. Sisi tunajenga kanuni hizi, wewe taka usitake, shauri yako. Hatuna haja kujua dini yako, hatuna haja kujua mwenendo wako, lakini kanuni ya Mwenyezi Mungu la inaenda na nafsi ya mwanadamu moja kwa moja, na inalea nafsi ya mwanadamu. Alafu nukta tatu, imani ya kweli ndiyo nguzo ya ustawi wa mtu na jamii. Yani imani ya kweli, imani ya uhakika ndo kila kitu, ndo foundation ya jamii, ndo foundation ya kila mmoja wetu. Baada ya kumaliza hiyo nukta ya kwanza ambayo kwamba tulikuwa tunaongea kuhusiana na dini au sheria Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, saizi tutakuwa ni wenye kuongea kuhusiana na mtazamo kuhusu sheria Mwenyezi Mungu, an-nadhara ila sharia al-ilahiyya. Vipi tunautizama huu sheria Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Sasa saizi tunaanza kuingia polepole, baada ya kuachana na alqawanin
alwadhiia, yani kanuni ya mwanadamu. Saizi tunaanza kuingia polepole kwa kanuni ya sheria Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Anasema kwamba kando ya sheria za kibinadamu zipo pia sheria ya Mwenyezi Mungu zilizoletwa na mitume. Hiyo ni nukta, na ni kweli tumeona tangu mwanzo aya nyingi sana tumesoma na tukaona kwamba sheria nyingi mitume walileta sheria kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ambao kwamba waliobeba wahi hao mitume kwa ajili ya kuongoza wanadamu, ni kweli kurekebisha maadili yao na kusawazisha mwenendo wa maisha uliopotoka. Hiyo ndo kazi ya manabii, yani walikuja na wahi, na hii wahi yani sheria kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lengo ilikuwa ni nini? Kuongoza watu, lihidayati nnas, kwa ajili ya kuongoza watu na kurekebisha maadili yao na kurekebisha mwenendo wao, kurekebisha thakafa zao, kurekebisha utamaduni wao na kusawazisha mwenendo wa maisha uliopotoka. Katika saizi tukitakaporudi tukiangalia sheria hizi za mbinguni zinaweza kugawanywa katika aina, yani katika njia tatu. Hizi sheria za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tunaweza zigawanya katika njia tatu. Ya kwanza kabisa tuna sheria ya Nabii Musa alayhi salam, tutaeleza. Alafu tuna sheria ya Nabii Isa alayhi salam, alafu tuna sheria ya Uislamu. Tunaweza zigawa mara tatu: ash-sharia al-musawiya na sheria ya Nabii Isa, kisha sheria ya mtume wetu ash-sharia al-muhammadiya. Sheria hii ya Nabii Musa alayhi salam ilihusu mazingira maalum ya wakati na mahala pa Bani Israil. Yani sheria ya kwanza kabisa ya Nabii Musa alayhi salam ilikuwa inahusiana na Bani Israil peke yake. Taurati ilijumuisha hukumu na kanuni zilizolingana na hali yao ya kijamii na historia peke yake. Alafu inasemekana kuwa ilisisitiza zaidi upande wa kimwili na kisheria kuliko ule upande wa kiroho. Hiyo ni sheria ya Nabii Musa alayhi salam. Tuingie kwa sheria ya Nabii Isa alayhi salam. Anasema Injili inalenga zaidi katika nini? Kusafisha nafsi, yani katika kutakasa, tazkia ya kwanza. Alafu ya pili kuimarisha maadili, yani kuweka maadili iwe ni maadili nzuri. Alafu kukuza fadhila za kiroho, yani kukuza zile fadhila ambazo kwamba zinahusiana na roho. Alafu anaendelea anasema kwamba haikujikita sana katika kuweka mfumo wa kina wa sheria za kijamii na kisiasa, bali ilitilia mkazo maadili ya mtu binafsi. Kwa mtazamo huu ilionekana kuzingatia zaidi roho kuliko mwili. Huo ulikuwa ni mtizamo wa sheria ya Nabii Isa alayhi salam. Lakini sasa turudi kwa sheria ambayo kwamba ndo mahalul ba'th, sheria ya mtume wetu, sheria ambayo kwamba alikuja nayo mtume wetu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Anasema kwamba Uislamu ni sheria iliyo kamili na jumla. Hiyo ni nukta kwanza, yani Uislamu imebeba sheria zote ambazo kwamba zilizopita na kuja na idhafat na kuja na ziada ya sheria zingine. Kwa hivyo inamaanisha kwamba Uislamu ni sheria iliyo kamili na ya jumla, imebeba vitu kadhaa. Ya kwanza, inajumuisha misingi thabiti isiyobadilika. Yani sheria za Kiislamu kuna zile vipengele ambavyo kwamba havibadiliki, vitakuwa ni venye kubaki mpaka siku ya mwisho, tutakuwa wenye kuongea kuhusiana nazo. Ya pili, ina hukumu za dharura, ahkam ambazo kwamba ziko wazi kabisa, mfano akina swala, saum na zinaitwa dharuriyat din, ambazo kwamba ni vitu ambavyo kwamba viko wazi. Mtu ambaye kwamba atakayekanusha atakuwa ni na hukumu yake ambaye kwamba itakuwa ni yenye kutaratab naye. Alafu nukta tatu, ina kanuni zinazohusiana na mila na mazingira maalum. Pia sheria ya Kiislam iko na kanuni ambazo kwamba zinahusiana na mila na mazingira maalum. Mfano, mazingira ukipata iko hivi, hukumu yake itakuwa hivi. Ukipata mazingira iko hivi, hukumu yake itakuwa hivi. Kwa hivyo inamaanisha kwamba haiwachi hata nukta
hata moja. Alafu ya nne inaruhusu mabadiliko ya hukumu kulingana na mabadiliko ya mazingira. Yani mazingira wakati ambao kwamba utakapobadilika, inamaanisha hukumu pia itakuwa ni yenye kubadilika. Mazingira fulani ikibadilika, hukumu itakuwa ni yenye kubadilika. Mazingira ya mtu binafsi itakapobadilika, hukumu inakuwa ni yenye kubadilika. Mfano pia, katika mfano mmoja ambao kwamba tunaweza kuja nao ni katika mwezi wa Ramadhan. Wakati ambao kwamba mtu atakapokumbwa na maradhi au atakapokuwa katika safarini, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema fa'iddatu min ayamin ukhra, atakuwa ni mwenye kulipa katika siku zingine. Yani mfano kama ni mgonjwa. Sasa hukumu ya kwanza ambayo kwamba ni wujub, hukumu ya lazima ambaye kwamba ni lazima yeye afunge, haitakuwa ni yenye kutaratabika wakati ambao kwamba atakuwa ni mgonjwa, bali kuna hukumu ya pili ambaye kwamba atakuwa ni mwenye kulipa siku zingine. Kwa hivyo wakati ule ambaye kwamba ni mgonjwa, sio lazima awe ni mwenye kufunga. Sawa na vile hukumu ya sala kwa mtu ambaye kwamba yuko nyumbani, ataswali raka mbili, ataswali raka nne kama ni sala dhuhur, kama ni sala dhuhur na asr, lakini na maghrib na isha, afwan, maghrib itabaki vile vile na subuhi itabaki vile vile. Ama akiwa safarini, akiwa amesafiri, basi atafanya sala inaitwa, atakuja na sala ambayo inaitwa salatul qasri. Kwa hivyo hukumu ya kwanza imebadilika kulingana na dhurufu, yani kulingana na hali ya mukallaf, kulingana na hali ya huyu ambaye kwamba amewajibika kwake taklif. Kwa hivyo ndio maana anasema kwamba katika nukta, Uislamu uliletwa kwa wanadamu wote pale ambapo akili ya mwanadamu ilikuwa imefikia kiwango cha kukubali ujumbe wa mwisho, hivyo ukawa hitimisho la sheria za mbinguni. Yani Uislamu ilikuja wakati ambao kwamba wanadamu walikuwa wanahitajia sheria kweli, wakati ulimwengu ulikuwa umejaa giza kweli, wakati ulimwengu ulikuwa hauna mwelekeo. Dini ya Nabii Isa ilikuwa, au sheria ya Nabii ambaye kwamba alikuja nayo Nabii Isa alayhi salam, ilikuwa tayari imeingizwa doa. Pia sheria za Nabii Musa alayhi salam, na ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akakuja na hii dini ya Uislamu, ikawa ni dini ya mwisho, na Qur'ani ambayo kwamba ni kitabu cha mwisho. Kwa hivyo ndani yake, yani ndani ya Uislamu kuna nini? Kuna misingi ya kudumu, kuna misingi ya kudumu ambayo kwamba haibadiliki, na mlango wa ijtihad ambao kwamba tutaongea kuhusiana nao, ambao kwamba uko wazi. Akili inapewa nafasi muhimu katika utekelezaji wa sheria. Yani kuna misingi ya kudumu, misingi ambazo kwamba hazibadiliki, ziko pale pale hata itakapokuja nini, hizo misingi haziwi ni zenye kubadilika, ambayo kwamba kwa upande mwingine tunaziita ni usulu dini, yani misingi za dini ambazo kwamba hazibadiliki. Na pia katika usulu din, baada ya usulu din, yani katika asili ya dini kuna vitu ambavyo kwamba vinaitwa furu, ambayo kwamba ni matawi ya dini, ambayo kwamba katika matawi ya dini hizi ndo mlango wa ijtihad uko wazi. Mtu anaweza fanya ijtihad katika hizi matawi ya dini na watu wakaweza kumfuata. Inshallah tutaelezea kwa urefu zaidi saizi inshallah taala. Alafu kabla tuendelea, pia akili inapewa nafasi muhimu katika utekelezaji wa sheria katika Uislamu. Pia akili inapewa nafasi yake, yani akili kama akili kuna qawaid ambazo kwamba zile qawaid au zile formula akili inakuwa ni yenye kuzifata, na itakapozifata vizuri, inamaanisha kwamba itafika katika natija nzuri ya kuweza kufikia katika hukumu ambayo kwamba inatakikana, sio akili yoyote tu ile. Kwa hivyo akili pia inapatiwa nafasi zaidi, ambayo kwamba katika sheria tunazitaja ama wanazisema kwamba ni almustaqillatul aqliya, yani vitu ambavyo kwamba akili pekee yake inakuwa ni yenye kuninio kuwa ni yenye kuzitoa ama kutegemea, lakini inshallah taala zitakuwa zenye kuja. Sasa inshallah taala tutakuwa ni wenye kuongea kuhusiana na aina mbili za sheria za mbinguni, aina mbili za sheria ambazo kwamba zinatoka
kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ya kwanza ni sheria za kijamii, sheria ambayo kwamba inahusiana na jamii kama jamii. Alafu ya pili, sheria za kibinafsi, yani sheria ambazo kwamba zinahusiana na jamii na sheria ambayo kwamba inahusiana na mtu kama mtu, yani fard kama fard. Ya kwanza kabisa, hizi zinahusu nini? Itikadi na maadili, na kuwa na maadili mazuri na mpangilio wa mahusiano ya kijamii, yani kuwa na mpangilio maalum ya irtibatat ambazo kwamba zinapatikana katika jamii. Kwa hivyo kwanza itikadi, nini wanaamini jamii na vitu kama hivyo, maadili ya jamii, alafu lakini baadaye itaongea kwa urefu, alafu na mpangilio wa mahusiano ya kijamii. Alafu hiyo ni ile ambayo kwamba inahusiana na jamii. Alafu sasa kwa mtu binafsi, hizi zina jikita zaidi katika itikadi yake, maadili ya mtu binafsi, alafu bila kuweka mfumo mpana wa kijamii, yani bila kuweka mfumo mpana. Inshallah taala tutakuwa wenye kuelezea baadaye, itakuja kwa urefu zaidi inshallah. Alafu nukta nyingine ambayo kwamba ni muhimu sana ni saizi sababu ya haja ya dini. Kwa nini huyu mwanadamu kama mwanadamu awe ni mwenye kuhitajia dini? Je, tushawahi jiuliza kwa nini mwanadamu awe ni mwenye kuhitajia dini? Ni sababu gani? Anasema kwamba kuimarisha dini katika jamii ni muhimu kuliko hata kueneza elimu ya kawaida. Ya kwanza kabisa yani ile kuimarisha dini, kuimarisha mfumo wa sheria za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika jamii ni muhimu sana hata kueneza elimu ya kawaida. Yani kueneza elimu ya kawaida, naam, ina umuhimu, lakini umuhimu wake ni mdogo zaidi. Lakini kueneza dini katika jamii, kueneza sheria ya Allah Subhanahu wa Ta'ala katika jamii iko na umuhimu sana, hasa katika zama ambazo, yani hususan katika zama za nini, zama za umateriali, inshallah nitaeleza, na zama za imani imepungua. Nini maana ya zama za umateriali? Nini maana yake? Katika hizi zama zetu kuna watu ambao kwamba wamekita mizizi katika mada. Yani mada nini maana yake? Mada ni watu ambao kwamba yani ni watu ambao kwamba, mada si watu, lakini nataka nieleze kutumia mada. Kuna watu ambao kwamba wanaamini zaidi na zaidi vitu ambavyo kwamba vinavyoitwa mada. Mada ni materials, yani vitu ambavyo kwamba ni vya kuonekana. Kila kitu ambacho kwamba ni cha kuonekana ulimwenguni, wao ndo wanakiamini. Yani hawaamini kwamba nyuma na vitu vinavyoonekana kwamba kuna ulimwengu baada ya hapo, lakini wao wanaamini kwamba hapa sehemu ambayo kwamba sisi tuko duniani ndo mwisho, baada ya hapo hakuna tena. Kwa hivyo wanafanya inkar, wanakuwa ni wenye kukana uungu, wanakuwa ni wenye kukana kila kitu ambacho kwamba kinachohusiana na ghaib. Nakumbuka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika aya au katika sura Alif Lam Mim amesema bismillahir rahmanir rahim, Alif Lam Mim dhalika alkitabu la raiba fihi hudan lilmuttaqin alladhina yu'minuna bilghaib wa yuqimuna as-salata mimma razaqnahum yunfiqun. Katika hii aya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema alladhina yu'minuna bilghaib dhalika alkitab la raiba fihi hudan lilmuttaqin alladhina yu'minuna bilghaib. Hawa wanaomcha Mwenyezi Mungu ni kina nani? Alladhina yu'minuna bilghaib, ambao kwamba wanaamini vitu visivyoonekana. Sasa vitu ambavyo kwamba havionekani, waumini wanaamini, ambao kwamba ni Waislamu. Sasa katika dunia hii kuna wale ambao kwamba hawaamini ghaib, hawaamini kwamba kuna mauti, hawaamini kwamba kuna malaika, hawaamini kwamba kuna Mwenyezi Mungu,
wanakufuru kabisa, wanasema kwamba hakuna Mungu, hakuna Mungu. Yani vitu vyote ambavyo kwamba vilivyo, ukijaribu kumuuliza vipi vitu vilipatikana, yani je, hakuna mtu ambaye kwamba amepatisha hivi vitu ambavyo kwamba viko duniani? Yani hakuna musabbib, hakuna aliyesababisha vitu ambavyo kwamba viko katika ardhi hii, hakupi sababu. Ye anasema haamini na siamini na siamini. Sawa, je, baada ya mtu kufariki anaenda wapi? Anasema hiyo ndio mwisho wa maisha yake. Kwa hivyo raha yangu na raha yangu, pepo yangu na moto yangu ndo hapa pa duniani. Mimi nitakula maisha yangu humu duniani na nitako. Huyo ndo anaitwa mtu, anaitwa katika lugha ya Kiarabu kwamba ni mtu ambaye kwamba anaitwa maadi. Maadi ni mtu anayeamini mada, kila kitu ambacho kwamba kiko katika dunia hii anaamini. Waraa dhalik, kinyume na hapo hakuna. Kwa hivyo dini kama dini inakuwa ni lazima kuieneza katika zama za watu kama hawa, watu wakikithiri kama hawa ambao kwamba hawaamini ghaib. Ni lazima kueneza dini zaidi na sheria Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa ujumla. Maana hata utakapomwambia yeye yuko kwa mamlaka ya nani, anapomua na nguvu ya nani, anapata kesho kwa nani, hana jawabu ambaye kwamba ni ya kutosheleza. Kwa hivyo ni muhimu sana katika zama za hao watu watakapozidi, inamaanisha kwamba ni muhimu kueneza dini, especially sheria Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Alafu pia sheria Mwenyezi Mungu au dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ina haja zaidi kuenezwa wakati ambao kwamba imani imepungua. Tunapata kwamba imani ya watu inapungua, yani mtu anaweza fanya chochote wakati wote, haogopi. Saizi kuna watu tutakapoongea katika wakati huu vile tunavyoongea, kuna watu imani yao imepungua sana kiasi ambacho kwamba hata kuogopa Mungu haogopi. Anajua Mungu yuko, anajua Mungu anamuona, lakini haogopi. Walianza polepole, yani kwa nini ya chini kabisa. Mtu anaanza polepole mpaka anakuwa ni graduate wa maasi, anafanya chochote katika ardhi hii anapotaka, kuua, kufanya nini, kuvuruga hivi, lete fanya hivi, pasina hata kuogopa. Kwa hivyo inamaanisha katika zama hii kuna umuhimu sana tena sana kueneza dini ya Kiislamu, yani kueneza Uislamu, kwa ajili Uislamu ndo ina sheria ya kumlinda kila mmoja wetu na kila anayetuhusu na kila hata kumlinda mnyama ambaye kwamba anaishi katika dini ya Kiislamu ina nini yote. Kwa hivyo katika zama hizi, kwa ajili ya kuenea watu ambao kwamba wanaamini mada na kwa ajili ya watu ambao kwamba ya imani imepungua zaidi, ni muhimu sana tena sana kueneza dini ya Kiislamu. Saizi nataka tuongee kuhusiana na hasara kwa mtu binafsi. Anwani hii ni kwamba mtu asiye na imani, nini ambayo kwamba huwa anakumbana nayo, hususan mtu ambaye kwamba hana imani ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kuna vitu ambavyo kwamba anakumbana nayo na ndio nataka tuelezee. Anasema kwamba mtu asiye na imani, yani mtu ambaye kwamba hana imani, huona maisha yake kuwa mafupi na ya kuishia hapa duniani kabisa. Yani mtu ambaye kwamba hana imani, hana mafungamano na dunia ambaye kwamba inakuja baada yake. Na hapa tena tunataka tusisitize kwamba kuna maisha baada ya dunia hii. Maisha baada ya dunia hii ni kaburi. Utakapofika kaburi ndio inakuwa ndo maisha yako ya kwanza baada ya maisha ya dunia. Sasa yule ambaye kwamba haamini kwamba kuna Mwenyezi Mungu, kuna nini, maisha yake yote inaishia hapa. Kwa hivyo huona maisha yake kuwa mafupi sana. Yani yeye huwa anaona maisha yake ni mafupi, kwa hivyo anasema maisha ni mafupi, mimi nifanye kila kitu. Kwa hivyo ndio maana anavuruga ile, anafanya ile bila kujali, bila nini. Lakini mwisho atakapofariki anaona kweli kumbe kuna maisha baada ya dunia hii. Ya pili, hukata tamaa haraka anapokumbwa na msiba. Nataka turudi kwa muumini. Muumini wakati ambao kwamba anapokumbwa na msiba, anajilazimisha kusubiri, anashikamana na hii aya ambayo kwamba inasema bashiri sabirin alladhina idha asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un.
huwa anashikamana na hii aya mu'min. Lakini yule ambaye kwamba haamini, yule ambaye kwamba ni madi, atakapokumbwa na balaa, ndio maana unaona ambaye kwamba ni madi ni mtu ambaye kwamba anaabudu dunia, wacha tutumie bara, atakapokumbwa na shida utaona kwamba pengine anaanza ulevi polepole, anaanza kujiintroduce na vitu vingine. Ya kwanza huyu madi, wakati anapokumbwa na matatizo utaona kwamba option yake pengine ni mganga. Ataenda kwa mganga, niambie hii, hata tosheka. Ataona kwamba hapana, mimi mwisho lazima tu nijiue, na kujiua ndo mwisho wake. Lakini mu'min utapata ni mwenye kusubiri, mu'min utapata anajituma katika subra na vitu kama hivyo. Kwa hivyo ya pili, hukata tamaa haraka anapokumbwa na msiba. Tatu, huwa dhaifu mbele ya majaribio, yani akipata trial yoyote, akipata mtihani yoyote, huwa yeye yuko yeye ni mdhaifu sana, tena sana. Utaona amenyong'onyea, ndo mwisho wa dunia, ndo hivi ndo vile, anatangaza hii, anatangaza ile, anatangaza ile. Muumini atakapopata matatizo, hadithi zinasema kwamba ni mustahabu yeye kutuambia watu matatizo yake, bali amlilie Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Amwambia Mola wangu, kuna 1 2 3, niko na 1 2 3, nimekumbwa na 1 2 3, kwa hivyo wewe ndio mtu ambaye kwamba unaweza nisaidia. Lakini huyu ambaye kwamba ni madi, la, sio hivyo. Kwa hivyo huwa ni dhaifu mbele ya majaribio. Lakini mwenye iman, hapo katika kiasi, mwenye iman huona misiba kama mitihani, yeye anachukulia kwamba ni mitihani. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wala nabluwannakum bishay'in min al-khawfi wal-ju'i, mpaka mwisho wa aya. Kila kitu ambacho kwamba kinachomkumba huyu ambaye kwamba ni Muislam, ana imani, huwa anaona kwamba ni mitihani. Ya kwanza. Ya pili, huwa na matumaini ya malipo ya akhira. Wakati ambapo kwamba anapokumbwa na mitihani, huwa anaona kwamba la, hii ni advantage kwangu. Haya mitihani haya pengine ndio zitaniingiza mimi peponi. Haya maradhi ambayo kwamba yananikumba ndio zitaniingiza peponi. Hizi hivi vipengele ambavyo kwamba mimi sina, pengine zitaniingiza peponi. Mtu fulani kuwa tajiri, mimi kwangu sina shida, ni taufiki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu ndiye kwamba amemjalia mimi ni mtihani tu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amenipa. Kwa hivyo lazima nishikane na subra na vitu kama hivyo. Kwa hivyo huona misiba kama mitihani. Alafu mu'min huwa na matumaini ya malipo ya akhira, huwa anatumaini kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atamlipa kesho, siku ya nini, ya hisabu. Alafu huvumilia kwa subira. Mu'min siku zote huwa anavumilia. Kama wewe ni mu'min kweli, unapokumbwa na matatizo, jaribu sana tena sana kuwa na uvumilivu. Usijaribu sana kuvunja subra yako. Alafu pia hiyo ilikuwa ni hasara ya kwanza, hasara kwa mtu binafsi. Alafu sasa kuna hasara kwa jamii au kwa familia. Anasema kutokuwa na dini, hakuna dhamana ya maadili ya ndani, yani hakuna dhamana ya maadili. Tujue kwamba wakati ambao kwamba tutakapokuwa na katika jamii, katika society ambayo kwamba haina dini na society ambayo kwamba haina misingi za dini, maadili huwa inashuka kabisa, kuanzia baba, kuanzia mama, kwenda kwa watoto, kwenda kwa jirani, kwenda kwa mtaa ambao kwamba unaofuatia, na tuseme mji mzima huwa imeharibika. Ni kwa nini? Kwa ajili hakuna vipimo ambao kwamba itaongoza ile jamii. Lakini kupitia dini, ile jamii na ile familia huwa inaimarika. Alafu ya pili, tamaa za nafsi zinaweka kushinda maadili. Yani watu siku zote huwa katika mashindano. Huyu anashindana na yule kimada, huyu anashindana na yule kimada, huyu anashindana na yule kwa watoto, yule anashindana na wale. Yani sasa utapata tu ni vurugu ya mashindano na nini, chuki, na mtu akitakaposhindwa ana chuki, na atakapokuwa na chuki pengine anaweza msababishia mwenzake madhara na vitu kama hivyo. Sasa utapata jamii nzima inakuwa ni yenye kuvurugika. Yani hakuna mpango, yani kila sehemu, kila kona itakuwa imevurugika. Huyu mkubwa anamdharau yule mdogo anamdharau yule akishinda, yani inakuwa ni hivyo, vurugu. Hata utapata katika nyumba za kuabudia Mungu utapata ni vurugu tu, ni vita, ni nini na nini, mabakora manini na vitu kama hivyo. Alafu pia uaminifu na usalama upotea, yani tena itakuwa hakuna usalama katika ile jamii. Kwa nini? Kwa ajili vitu ambavyo kwamba havina misingi.
havina uchaji Mwenyezi Mungu vitakuwa vimekuwa introduce. Kwa hivyo uaminifu na usalama pia huwa imepotea. Lakini sasa historia za kumbukumbu za mahakama zinaonyesha kuwa familia isiyo na msingi wa ya kiimani hukumbwa na, yani historia tutakaporudi katika tarikhul mahkama, yani katika tarikh na katika historia za mahakama zinaonyesha kuwa familia nyingi ambazo kwamba hazina msingi wa kiimani hukumbwa na vitu kadhaa. Ya kwanza, kukosekana kwa uaminifu. Yani utapata katika jamii wewe inakosekana uaminifu kabisa kabisa. Kwa nini? Kwa ajili hakuna kitu ambacho kwamba kitaongoza. Sisi tunaamka asubuhi, kila mtu maisha yake tunatafuta ni mada, hakuna kitu kingine. Kwa hivyo inamaanisha kwamba siku zote tutakuwa tuna compete, mmoja wangu akinishinda namchukia, huyo akinichukia na mimi namchukia pia. Kwa hivyo uaminifu itakuwa haipo tena. Kwa hivyo sitakuwa na uwezo wa kumwachia kitu na mimi sitakuwa na yeye hatakuwa na uwezo wa kuniachia chochote. Kwa nini? Kwa ajili hakuna uaminifu. Ya kwanza. Ya pili itakuwa ni migogoro, kila wakati itakuwa tu ni vita tu, vurugu hii na ile. Alafu ya tatu, kuvunjika kwa mahusiano. Wakati watu watakapovurugana, inamaanisha kwamba watu watakosa mahusiano, na hii ndio kwa kusema kweli, mandugu zangu, hii ndio itakuwa ni athari kubwa ya kukosekana sheria ya Mwenyezi Mungu katika jamii zetu. Nukta ya mwisho ni kwamba ambaye kwamba nataka tuongee ni kwamba hasara itakuwa ni kwa jamii. Jamii isiyo na dini hupoteza maadili ya ukweli na uaminifu, hujengwa juu ya nguvu badala ya haki, ambaye kwamba inshallah hii nataka tutaongea katika vikao ambavyo kwamba vitakavyokuja kwa urefu zaidi na kwa upana zaidi na kwa ufasaha zaidi inshallah taala. Tumombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Tumombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakabali siku zetu. Tumombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atusamee makosa zetu, na tumombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awasamee wale ambao kwamba walitutangulia. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala.